Ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Masasi inayo matumaini makubwa ya kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi kutokana na zoezi la kupatia elimu watumishi wapya wa halmashauri hiyo. Elimu hiyo inayoendelea kutolewa kwenye ukumbi wa halmashauri ya wilaya Masasi imelenga kuwapa watumishi hao 91 misingi ya utumishi ikiwamo miiko ya kazi, makatazo na maadili ya utumishi wa umma. Wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo, mwenyekiti wa halmashauri hiyo Bashiru Mboneche amesema kuwa halmashauri hiyo inawategemea wakafanye kazi vizuri na uadilifu pamoja na wema wa hali ya juu ili kuwapa imani wananchi juu ya serikali yao. Kama watumishi wa umma tunawategemea ninyi mkafanye kazi vizuri kwa uadilifu na kwa wema wa hali ya juu ili kurudisha thamani yenu kama vijana, lakini pia kuwapa amani na imani wananchi kwa maana ya wana Masasi juu ya serikali yao. Gaspar Kisinza ni mkufunzi wa mafunzo hayo. Licha ya elimu aliyowapatia, amewasihi watumishi hao kuepukana na tamaa, kwani mara nyingi tamaa huwa ni chanzo cha kukiuka maadili na misingi ya utumishi wa umma kama anavyoeleza. Naitwa Gaspar Kisinza, ni mwezeshaji ambaye tuko hapa kwa ajili ya kuwezesha mafunzo ya induction kwa watumishi wa ajira mpya. Hawa ni watumishi wa umma ambao wameajiriwa katika utumishi wa umma, kama miongozo inavyoelekeza kwamba mtumishi wa umma anapoajiriwa basi apitishwe katika mafunzo ambayo anamjenga kuelewa utumishi wa umma, misingi yake, kanuni, taratibu, makatazo, miiko. Kimsingi katika siku ambazo watakuwa wanapitishwa watajengewa kufahamu utumishi wa umma, kanuni, lakini pia kufahamu maadili na uadilifu katika utumishi wa umma, kufahamu misingi na kanuni zote ambazo zinawaongoza kama watumishi wa umma. Na tunategemea kwamba baada ya mafunzo haya yatakuwa yamewajengea uwezo wa kufahamu namna ya kufanya shughuli zao za kila siku kwa kuzingatia hizo taratibu na miongozo mbalimbali. Tunategemea pia watakuwa wamejengewa uwezo wa kufahamu misingi ya utoaji wa huduma bora. Lengo la utumishi wa umma ni kutoa huduma kwa umma. Kwa ili aweze kutoa huduma iliyo bora, lazima afahamu misingi ya kutoa huduma bora. Lakini pia afahamu vigezo ambavyo vinatumika kusema kwamba hii huduma ni bora, kwamba huduma imepatikana kwa wakati, lakini pia mtoa huduma aliyetoa huduma hiyo yupo katika namna ambayo ni ya maadili, kwa maana ya mavazi yake, lugha yake, muonekano wake. Inawezekana akatoa huduma nzuri imepatikana, lakini mtoa huduma hana maadili kuanzia lugha na muonekano wake. Kitu ambacho mara kadhaa nimekuwa nikitoa wito kwa vijana wanaoajiriwa ni kuepuka tamaa. Anaajiriwa leo, anakaa mwaka mmoja, anamuona mkuu wa idara na gari nzuri, anakwenda kumtembelea mtumishi na nyumba nzuri, anatamani avipate hivyo ndani ya mwaka huo huo. Huyu mtumishi mwenye gari nzuri ana miaka 20 kazini, ni mkuu wa kitengo, ni mkuu wa idara, ni mtumishi wa muda mrefu. Sasa anapoanza kuingiza tamaa za maisha yake ya haraka, ndipo uadilifu unapoanza kupotea. Chochote atakachokifanya atafikiria tamaa yake, anatamani kujenga kwa haraka, anatamani anunue gari nzuri. Kwa mara nyingi wanawapa hayo mahusia kwamba tujitahidi sana tukontrol tamaa zetu, na mtumishi wa umma hata kama unataka sasa kununua gari, basi wanawaambia kabisa, jitahidi gari yako ya kwanza ukubwa wa injini cc isifike 3000 ili uweze kuimudu hiyo gari, na baada ya miaka mingi basi utaweza kupata gari yako nzuri ambayo ni ndoto yako. Lakini kikubwa zaidi, zingatia uadilifu na kuepuka tamaa. Octatus Msolela, mkuu wa idara ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu wa halmashauri ya wilaya Masasi, ameeleza kuwa ni matumaini yao wananchi watapata huduma bora na watumishi hao watasaidia kupeleka mbele halmashauri hiyo. Majina naitwa Octatus Julius Msolela, ni mkuu wa idara ya utawala na usimamizi rasilimali watu halmashauri ya wilaya ya Masasi. Leo tarehe 27 mwezi wa pili 2026, na kesho halmashauri yetu inaendesha mafunzo kwa ajira mpya, induction course, mafunzo elekezi. Mafunzo elekezi haya yanahusisha watumishi wa ajira mpya tuliwapokea toka mwezi Julai 2025 mpaka sasa 2026. Na lengo la mafunzo haya kama ambavyo kanuni zinahitaji, miongozo ya serikali, kwamba ni lazima ajira mpya wafahamu serikali yetu
ina mtazamo gani? Manake sheria, kanuni, taratibu, miongozo na sera mbalimbali, na hii yote ni jitihada za serikali kupitia hizo sera, sheria na kanuni kuwawezesha hawa watumishi ajira mpya ili waweze kuwatumikia wananchi wetu ipasavyo, kuondoa kero, manung'uniko na kutumikia wananchi kwa ubora wa hali ya juu, kwa ufanisi kama ambavyo kanuni za maadili za utumishi wa umma zinavyohitaji. Hivyo leo kwa kushirikiana na vyombo vingine vya serikali, Chuo cha Utumishi wa Umma na vyombo vingine, watumishi hawa leo na kesho watapewa hayo mafunzo, na ni matumaini yetu na ni matumaini ya management na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Masasi, kwa mafunzo haya tutakuwa na watumishi ambao watakuwa wanaelewa kwa usahihi serikali inahitaji nini, na hivyo kutoa huduma ambazo sahihi, na hivyo kupelekea wananchi kupata huduma ambayo iliyo bora, na hilo ndio lengo la serikali, kupeleka huduma bora kwa wananchi. Na watumishi hawa ajira mpya wa mwaka wa fedha 2025/26 ambao tunawapa mafunzo haya wako takribani jumla ya watumishi 91 ambao wanatokea kwenye idara mbalimbali. Tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendelea kutuletea watumishi hao wa kutosha ili kuboresha huduma za wananchi. Hivyo rai yangu kama mkuu wa idara ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu, watumishi hao ajira mpya waone serikali imeendelea kutumia gharama kubwa sana, kwanza kwenye kuajiri, lakini vile vile kwenye kutoa mafunzo, na halikadhalika wanajua mishahara wanayolipwa yote ni kodi za wananchi. Kwa hivyo serikali hayo yote inayafanya ili kuona wananchi wetu wanapata huduma bora, lakini vile vile kuona lengo la serikali kuzalisha ajira kwa vijana wetu. Hivyo ni matarajio yangu mimi kama mkuu wa idara ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu na management nzima ya halmashauri ya wilaya ya Masasi, hawa watumishi ajira mpya watafanya kazi kwa weledi mkubwa, kwa bidii na kufanya kazi bila upendeleo, na mambo yote yaliyotajwa kwenye kanuni za maadili ya utumishi wa umma ambayo yanatakiwa kuyazingatia. Hivyo yatapelekea kuipeleka mbele halmashauri yetu na itapelekea kupeleka mbele mkoa na serikali kwa ujumla wake. Kwa hiyo matarajio makubwa yetu sisi ni watumishi hao kufanya kazi kwa ufanisi na weledi mkubwa ili kutoa matokeo ambayo chanya. Diana na Joseph Macha ni miongoni mwa watumishi wapya waliopata elimu hiyo siku ya leo. Wameeleza kuwa halmashauri itegemee watumishi waadilifu wenye sifa ambao watasaidia halmashauri hiyo kukua kimaendeleo. Kwa majina anaitwa Joseph Macha, ni afisa hesabu daraja la pili katika halmashauri ya wilaya ya Masasi. Namshukuru mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Masasi na ofisi nzima ya DHRO kwa kuandaa haya mafunzo ya induction ya kutuongezea ufahamu wafanyakazi wapya ambao tumeajiriwa katika wilaya hii ya Masasi. Kwa mafunzo ya leo ya kutuongezea ujuzi wa wafanyakazi na ajira mpya imetujengea uwezo ambao kipindi cha nyuma tulikuwa tunaweza tukachukulia mambo kwenye hali ya kawaida, lakini kutokana na mafunzo ya sasa ambayo tumepatiwa ya utumishi wa umma itatusaidia sana katika kufanya kazi zetu kwa weledi na uadilifu mkubwa wa hali ya juu. Kwa hakika halmashauri itegemee watumishi walio waadilifu, watumishi wenye sifa, wenye uelewa, waliojengewa uwezo ambao wataisaidia halmashauri katika nyanja zote. Kwa majina naitwa Diana Zefrin, ni ajira mpya wa Masasi, halmashauri ya wilaya ya Masasi, ni afisa hesabu. Nashukuru leo tumepata mafunzo hapa halmashauri ya wilaya ya Masasi kwa sisi ajira mpya kwenye masuala mazima ya kiutendaji. Nimetoka na vitu vingi, lakini kubwa ni kutunza siri za kiserikali, namna ya kufanya kazi kwa weledi na jinsi ya kutunza siri na nyaraka za kiserikali ili kuboresha namna nzima ya kutoa huduma kwa jamii. Kwa hiyo namshukuru Mungu nimefika hapa, kwa kweli ni neema. Nashukuru sana NAWASA na ajira mpya wenzangu, na hata kama utakapochaguliwa, utakapopata nafasi ya kufanya kazi kwenye utumishi wa umma, basi vitu kama hivi kama kutunza siri na nini
kupata hizi semina za kama hizi zinaongeza ile ari na maarifa kwenye utendaji wa kazi.